Rais wa Marekani ameonekana kupunguza msimamo wake kuhusu vitisho vya kijeshi alivyotoa hivi karibuni dhidi ya Iran baada ya kutangaza kuwa ameamua kufuta shambulio lililokuwa limepangwa. Katika taarifa yake, Trump alidai kuwa uamuzi huo ulifuatia maombi kutoka Iran na nchi kadhaa za Mashariki ya Kati ya kusimamisha hatua za kijeshi kama sehemu ya makubaliano yanayoweza kufikiwa. Trump aliendelea kudai kuwa makubaliano yaliyopendekezwa yangejumuisha kufunguliwa mara moja na kikamilifu kwa mlango bahari wa Hormuz. Alisema amekubali kufuta shambulio hilo kwa masharti kwamba makubaliano yafikiwe kwa haraka. Wakati huo, kituo cha televisheni cha Al-Mayadeen nchini Lebanon kiliripoti kuwa upungufu wa akiba ya makombora ya Marekani ulikuwa miongoni mwa sababu kuu zilizoifanya Washington kusitisha operesheni iliyokuwa imepangwa dhidi ya Iran. Kwa upande mwingine, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Moteza Simiali alisema kuwa uwezo wa Iran wa kuzuia mashambulizi kwa njia ya kijeshi pamoja na hofu ya Washington kuhusu madhara yanayoweza kutokea kutokana na makosa makubwa ya kimkakati ndiyo sababu kuu zilizosababisha mabadiliko ya msimamo wa Marekani. Kwa mujibu wa Simiali, hali ya juu ya utawala wa kijeshi Iran na maonyo yake ya mara kwa mara kwamba itatoa jibu kali na la kuamua dhidi ya uchokozi wote ilikuwa na mchango mkubwa katika kuzuia hatua za kijeshi za Marekani. Simiali pia alizungumzia kauli ya Trump kuhusu kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, akisema kuwa kwa mtazamo wa Iran, njia hiyo muhimu ya kimkakati haitafunguliwa bila kuzingatia masharti ya Iran na masuala yake ya kiusalama. Katika taarifa aliyotoa kupitia mtandao ya kijamii, mchambuzi wa masuala ya kimataifa Said Mohamed Marandi ametoa onyo kali kwa nchi kadhaa washirika wa Marekani katika Mashariki ya Kati, akitishia kulipiza kisasi kwa kiwango kikubwa iwapo miundombinu ya kiraia ya Iran itashambuliwa. Marandi alisema kuwa kauli za hivi karibuni kutoka Washington zinaashiria uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano na mzozo mkubwa katika ukanda huo. Kwa kuzingatia kauli za utawala wa Trump, inaonekana kuna uwezekano mkubwa kwamba baada ya miezi kadhaa ya vitisho vya kikatili, huenda usiku wa leo ukawa usiku wa mwisho wa hali ya kawaida nchini Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Umoja wa Falme za Kiarabu na huenda pia Oman, Marandi aliandika. Alionya wazi kuwa hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya maeneo ya kiraia nchini Iran ingesababisha jibu kubwa la moja kwa moja dhidi ya nchi za eneo hilo zilizohifadhi maslahi ya Marekani au kuwezesha mashambulizi hayo. Iwapo mashambulizi yatafanywa dhidi ya miundombinu ya kiraia ya Iran, miundombinu muhimu ya tawala hizi zinazoshirikiana pamoja na ile utawala wa Kizayuni na huenda pia Jordan itaharibiwa, mchambuzi huyo alitangaza. Marandi alihitimisha taarifa yake kwa kutoa tahadhari kali kwa wananchi wa nchi alizozitaja, akiwataka watu wanaoishi nchi za utawala hizi waanze mara moja kujiandaa kwa ajili ya kuhama.